Jesus died. Hii ndio sababu Yesu alikufa. That he may destroy Ili akuje the greatest enemy. adui mkubwa Oh, sin. ambaye ni dhambi. He had lost us. Alikuwa ametutawala. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. That today we are free. Ya kwamba leo tuko huru. Listen to me. Nisikize. If you are still under sin, Kama utawala kwenye chini ya I'm dhambi, very sorry. ninakusikia sana. I'm very sorry. Samahani sana. Jesus died on the cross. Yesu alikuwa msalabani We may overcome. ili tushinde. Bible says, by his stripes. Kwa mapigo yake. Hallelujah. Haleluya. You are made whole. Tulipona. I say by the stripes of Jesus. Nasema kwa mapigo yake. I announce to you here. Na kutangazia hapa. Jesus died for you. Yesu alikufa kwa ajili yako. Have authority. Ili watu mamlaka. Listen to me. Unisikize. Let us not rest. Tusipumzike. We need this power. Tunahitaji mamlaka. In this body. Tukiwa kwenye mwili huu. When we die, Tukikufa. you don't need the power. Hautaki You mamlaka. are in the presence of God. Unatakuwa kwenye But watu. we need it now. Lakini tunahitaji sasa hivi. That is why Hiyo ndio sababu we get saved. tunaokoka When we are in the body, tukiwa kwenye mwili. we stay in the body Tunakaa kwenye mwili so that we may overcome. ili tushinde. Number 2. Jambo la pili. I'm taking now through. The others you write and we go. Na kupeleka zile zingine tuandika tunakupitia. Number 2 Jambo la pili is prayer and worship. ni maombi na sifa For you to qualify, ili uitike to be empowered, kuwapatua ile nguvu. you must know the power of prayer. Lazima ujue uweza ndani ya maombi, The secret of worship. siri ya kuabudu. Every time, Kila wakati make yourself ready kuwa tayari to worship. kuabudu, Make yourself ready kuwa tayari to exalt the name of the Lord. kuliinua jina la Bwana. In the name of Kwa Jesus, jina la Yesu I declare here, ninatangaza hapa, we have authority. tuna mamlaka, I declare here, natangaza we hapa, have power. tuna uwezo. My sister, you have power. Dada yangu na My uwezo, brother, you have power. kuna uwezo. Refuse. Kataa, Don't allow the devil usimruhusu shetani to sit on you, akukalie on your family, na jamii yako, on your business, na biashara yako, kwa watoto wako, on your nation. kwa taifa lako. We say today. Leo, Nasema we say today. unasema leo, Makatarababoka. I say we say today. nasema leo, nasema In the name of kwa jina la Yesu, In the name of kwa jina la Yesu, let us arise and get our power. na tupate uwezo wetu. Hallelujah. Number 2, I'm talking of prayer. Na tunakuja kuhusu maombi. Every believer Kila mhubiri who has received Jesus ambaye ameokoka must know the power lazima ajue uwezo in prayer. ndani ya maombi. Amen. Before you rule Kabla hujatawala with your mouth, na kinywa chako, before you rule kabla hujatawala where you are working, mahali unafanya kazi, you rule unatawala on your knees. kwa magoti yako. In the name of Kwa jina Jesus. la Yesu, There is power kuna uwezo in prayer. ndani ya maombi. There is power in prayer. Ndani ya maombi. Prayer Maombi is for people ni kwa ajili ya watu who believe ambao wanaamini what God says. kile Mungu anasema. Hallelujah. Hallelujah. If there are services Kama kuna ibada which people do not attend, ambao watu hawahudhurii, is the prayer services. ni ibada za maombi. And if there are services Na kama kuna ibada watu hudhurii, which people of a cloud, watu ambao wanajumuika kwa wingi, they say people are being prayed for, ni mahali watu wanaombewa to receive miracles, kupokea miujiza, to receive their blessings. kupokea baraka zao. But listen to me. Lakini sikize, Do you know unajua you cannot be prayed for anyone? Nobody can pray for you hakuna mtu anaweza kuombea and you receive anything na upokee chochote if that person kama ile mtu does not know hajui power of prayer. nguvu ya maombi. Someone has given something. Nazungumza na mtu, I want you to know the power of prayer. nataka ujue nguvu ya maombi. How many want to receive the power? The dominions. You want to dominate Unataka in the name of Jesus.
can be righteous Unaweza kuwa mwenye haki but powerless. lakini hauna nguvu, hauna uwezo. Ndio kweli hapo. A righteous person, Mtu mwenye haki not a sinner, sio mwenye dhambi but has no power. lakini hana uwezo, hana mamlaka. Why? Kwa nini? He's lacking all these things. Anakosa vitu hivi vyote. You are lacking prayer. Unakosa maombi. Number 3 is knowledge and wisdom. Jambo la tatu ni hekima na maarifa. You desire Unaitamani to rule kutawala by the power of God. kwa nguvu za Mungu. You must get the knowledge Lazima uwe na kuelewa how God works. vile Mungu anafanya kazi. Amen. Amen. You need the knowledge Unahitaji kuelewa of the word of God kuelewa neno la Mungu about Christ. kuhusu Kristo. You need to know Unahitaji kuelewa the will of God. mapenzi ya Mungu. You need to know Unahitaji kuelewa what God wants out of you. ile Mungu What God needs you to do. ile Mungu anahitaji kufanya. He wants to know the will of God. Unahitaji kuelewa mapenzi ya Mungu. When you arise in the knowledge, Ukitoka chini na when you arise ukiinuka ukiinuka kuelewa with your knowledge, na kuelewa you will have authority. utakuwa na uwezo, You will have confidence utakuwa na uhakika because you are sure maana una uhakika you are the right person. ile wewe ndiye mtu uliyezaa. Knowledge can make you not to qualify. Kuelewa kunaweza kufanya usiri. If you have no knowledge Kama hauna kuelewa, hauna ufahamu and you have no wisdom, na hauna hekima, these are weapons. hizi ni silaha. Weapon number 4, Ya nne, serving. kutumika. Kutumika. Nitafundisha tu wakati wake, leo nataka tuandike. Kutumika kuna power, kuna kufundisha au to exercise authority, kuna kupatia knowledge, kuna kupatia wisdom. Ukikaa chini utumike. Hata Sauli alitumika, Paulo alitumika, na wote waliotumika they were very strong kings. Amen. Walikuwa na wafalme. Number 5. Na tano. Number 5 is giving. Ya tano ni kutoa. You have to know the power of giving. Lazima ujue njia ya kutoa. Elewa the power. Sema hivi, Giving kutoa as power. kuna uwezo. When God wanted to give Abraham Wakati Mungu alitaka kumpatia Ibrahimu dominion of wealth, utawala na utajiri, dominion of things, utawala wa vitu, he tested him in giving. alijaribu kwa kutoa. As Solomon, Suleiman he prayed for knowledge aliomba hekima and wisdom, na maarifa, and God added to him na Mungu akamwongezea things, wealth, utajiri, because he gave. kwa sababu And God, he gave. Amen. Amen. The other number 6 La sita is the authority of the word of God. ni kuwa Mamlaka ya neno la Bwana. mamlaka ya neno la Mungu. Authority of the word of God. Mamlaka ya neno la Mungu. I'm giving you the qualifications. Nakupatia zile kanuni za Mungu. Authority of the word of God. Mamlaka ya neno la Mungu. Number 7 La saba is faith ni imani in God's word. ndani ya neno la Mungu. And number 8, Na la mwisho I'm going to talk about it now nitazungumzia sasa hivi for a few minutes. kwa dakika chache. It's the power Ni uwezo of the Holy Spirit. wa Roho Mtakatifu. And somebody shout amen. Tunasema amina. I was just giving you those points, Nilikuwa nakupatia hizo kanuni. but I want us to go straight. Nataka tuende moja kwa moja. I want to talk about dominion by the power of the Holy Spirit. Nataka kuzungumzia mamlaka kupita kwa Roho Mtakatifu. Ruling by the power of the Holy Spirit. Utawala kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. I'm very happy Niko na furaha sana. because I'm sure Maana nina uhakika we have the authority tuna uwezo and we are going to make it na tunaenda kushinda. in Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I repeat again, Narudia tena. I'm a happy man Nina furaha because I'm convinced. maana nimeshawishika. I am convinced Ninawashawishika the Lord is making a way for you. ya kwamba Bwana anafanya njia kwa ajili yako. All of you, Nyinyi wote those who call upon the name of the Lord wale watakapoliitia jina la Bwana with all sincerity, na uhakika expect the power, watapata ule uwezo. expect Tarajia the power of God nguvu za Mungu to help you zikusaidie to dominate, kutawala, to have dominion kuwa na ulio utawala in your life and in your life. kwa maisha yako. Let me take you just very fast. Kwa eneo lako nikupeleka kwa Six, dominion
freedom and a right. Kuwa na ule mwangaza. Kuwa na uhuru, freedom. Kuwa na uhuru. And right. Na nuru. Haki. Right, haki. Amen. Amen. Since dominion is having authority. Basi mamlaka ni kuwa na ule uwezo. Since dominion is having authority. Ni kuwa na mamlaka. Since dominion is about having dominion and authority and the power. Basi kwa sababu mamlaka ni kuwa na ile nguvu. Amen. Na utawala. And the right. Na ile haki. Independence. Freedom. Na kuwa na utambuzi. To know what you need. Kufanya unachotaka. After Jesus came. Baada ya Yesu kuja. And stayed with his disciples. Na akamwambia wanafunzi wake. He stayed with his disciples. Na kukaa na wanafunzi wake. For 3 years. Na kwa miaka mitatu. After that. Baada ya hiyo. He had to commission them. Ilibidi awatume. He had to command them. Ilibidi awaamrishe. This was a command. Hii ilikuwa ni amri. Don't do anything. Usifanye chochote. You will not succeed. Hautafanikiwa. You will be frustrated. Utavunjika moyo. You will not get a breakthrough. Hautapata upendo. The devil will frustrate you. Shetani atakuvunja moyo. He told his divine disciples. Akawaambia wanafunzi wake. That is in Genesis. That is in Acts 1:8. Ambayo iko kwenye Matendo ya We are not Mitume. reading, we are just going to pass. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. He said, Akasema, when the Holy Spirit shall come upon you, wakati Roho Mtakatifu atakapoajilia, you shall receive power. utapokea uwezo. When he shall come upon you, Atakapokuja juu yako, I'm very happy, you shall receive power. utapokea uwezo. When he shall come upon you, Atakuja juu yako, you shall receive power. utapokea uwezo. Can somebody say power? Mtu aseme uwezo. Can somebody say power? Mtu aseme nguvu. Apostles Mitume and stayed with Jesus. walikaa na Yesu. They and stayed with Jesus Walikaa na Yesu for 3 years. kwa miaka mitatu. They knew Jesus. Walijua Yesu. They saw the miracles. Waliona miujiza. They saw cripples walk. Waliona viwete wakitembea. They saw deaf and the blind ear and the blind see. Waliona visiwi wakisikia na wasio na macho wakiona vipofu. They knew Jesus as power. Walijua kwamba Yesu anaweza. One time Wakati mmoja they were sent by Jesus. wakatumwa na Yesu. Go Enendeni and the witness na mkashuhudie. cast out the devils. Toeni mapepo. They saw demons get out. Wakaona mapepo wakitoka. But when Jesus was going, Lakini wakati Yesu alikuwa naye, he knew they are not ready. alijua kwamba hawako tayari. Come on. There's something I want you to get. Kuna kitu. Jesus Yesu knew these people. They know him. alijua ya kwamba watu hao wanamjua. They are ready to follow me. Wanajua yeye. They are ready to follow me. Wako tayari kumfuata. But he knew Lakini alijua they will not make it hawatashinda without the power. bila nguvu. They needed the Holy Spirit. Wanamhitaji Roho Mtakatifu. If they lack the Holy Spirit, Wakikosa Roho Mtakatifu, they cannot preach the gospel. hawawezi kulihubiri Injili. They cannot overcome the devil. Hawawezi kumshinda shetani. I want you to know Nataka ujue we are in the same world tuko kwenye ulimwengu ule where the devil is the prince. ambao shetani anatawala. Is the prince of the air. Yeye ndiye anatawala kwenye We anga. are in the same world Tuko kwenye ulimwengu ule where the evil is everywhere. ya kwamba uongo uko kila mahali. Jesus came Yesu alikuja that we may overcome. ili tushinde. He came to give us victory. Alikuja kutupatia He ushindi. came to prepare us Alikuja kutayarisha to attack the devil. kushinda shetani. He said to the apostles, Akawaambia mitume, when he shall come upon you, atakapokuja juu yenu, you shall receive power. You shall receive power in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Why do you need power? Kwa nini unahitaji uwezo? Listen to me. Sikiza, You cannot have dominion hauwezi kuwa
leading Jesus akiongoza Yesu to meet Satan, akakutana Shetani who is ruling ambaye anatawala this world. ulimwengu huu. Jesus Yesu is the King of Kings. yeye ni mfalme wa wafalme. He has come this world Amekuja kwa ulimwengu huu because the King of this world, kwa sababu tawala wa ulimwengu huu who is man, ambaye ni mwanadamu, his authority is taken away. mamlaka yake yamechukuliwa. He has come to the he's going to the one who took it, Anaenda kwa yule aliyechukua and he's going to take it. na anaenda kuchukua. But Jesus Lakini Yesu is God, ni Mungu, Son of God, mwana wa Mungu, but he needed the Holy Spirit. lakini alihitaji Roho Mtakatifu. Hello? Hello? You know, today we say, no, you can do that without the Holy Spirit. Wanasema wanasema huwezi kuwa Roho Mtakatifu. Jesus, Yes, he needed the Holy Ghost alihitaji Roho Mtakatifu to confront the devil. ili akutane ana kwa ana. Without the Holy Spirit, Bila Roho Mtakatifu, wale ukiwa una Roho Mtakatifu utakutana na mchawi, si roho na si pepo. Ni mtu tu ambaye unasikianga ni mchawi, angalie macho yake hivi utetemeke, na ni mtu unaogopa, maana macho yake inakaa kuwa utaogopa tu, lakini when you are full of the Holy Ghost, ukiwa umejaa na Roho Mtakatifu, hallelujah, haleluya, you will never fear wizard. hautaogopa uchawi. Hallelujah. Haleluya. Am I speaking to somebody? Nazungumza na mtu. Am I speaking to somebody? Nazungumza na mtu. Today I want to give you something unique. Leo nataka kupatia kitu Before you begin to pray, kama sijaanza kuomba. listen to this. Nisikize. He said, when it shall come upon you, Anasema atakapokuja juu yako, you shall receive power. utapokea nguvu. Go to the book of Acts chapter 10 verse 38. Nenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38. See what Jesus, how Jesus was operating. Vile Yesu anavyofanya kazi. Hallelujah. Haleluya. Begin to believe. Anza kuamini. Begin to believe. Anza kuamini. Begin to believe. Anza kuamini. I am believing. Ninaishi. I am believing. Ninaishi. Ninaamini. Ninaamini. I am believing. Ninaamini. We must arise. Lazima tuinuke. Our ministry, Huduma yetu, our assignment kazi tuliyopatiwa is divine, ni ya kiutaua and it has power, na ina uwezo and it has the provision. na inakuja kupatiwa na We Mungu. are not lacking. Hatukosi. Acts 10:34. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa Acts 10:34. mstari wa 34. If just read there. Acts 10:34. Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 34. This is Peter speaking, Huyu ni Petro akiongea and he's talking about how God works. na azungumza jinsi ya vile Mungu anafanya kazi. I want to take you to a series for a few minutes. Nataka nikupeleke Chapter 10 verse 34. mstari wa 34 unasema hivi. That is Acts of Apostles. Matendo ya Mitume. I want you to listen to the series. Nataka usikize. Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 34. Biblia inasema hivi. Petro akafungua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu ana upendeleo. Mstari wa 45. Bali katika kila taifa mtu, Sikiza, nikueleze kidogo. Kile kimefanyika hapa ni hiki. Petro amealikwa na Cornelius, watu ambaye hawamjui Mungu, watu wa mataifa mengine, lakini wanamtafuta Mungu. Amen. Amen. Wanaacha na Mungu wa Waebrania, na alipotumwa kwa wao akakuta wamekaa watu kama 38 sama wamekusanywa na Cornelius, wamewekwa pamoja. Petro akaanza kuzungumza na wao, akiongea na wao, Roho Mtakatifu akaja juu yao kama vile anakuja juu ya Wayahudi. Walifikiria Mungu ni wao, Roho Mtakatifu ni wa wao. Sasa Petro analeta ujumbe, anasema hivi, alipofungua kinywa chake akasema, sasa kwa uhakika naelewa ya kwamba Mungu hambagui
watu kwa urahisi. Mungu ako tayari amtumie kila mtu, na watu waseme amen. Ako tayari atumie wamama, ako tayari atumie vijana, ako tayari atumie wazee, ako tayari atumie tutoto tudogo, wale wanaomwamini. Ndio Petro anasema sasa ninaelewa Mungu ana ubaguzi. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu ana ubaguzi, na ni lazima tunai tuelewe yuko tayari kuendelea na sisi. Soka hapo mbele za tafari, soma 35. Lakini kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Hakika katika kila taifa, kila mtu aseme kila mtu, hata kwa sauti, kila mtu. Hata mimi niko hapo kwa kila taifa, kwa taifa ya Kenya, kwa taifa ya Uganda, kwa Tanzania, dunia yote, kwa kila taifa, mtu yeyote amchaye. Do we have people? Tunaye watu wanamcha Mungu. Haleluya. Naongea na watu wanamcha Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, kuokoka ni kumtumikia Bwana, ni kumcha Bwana. Nina watu wanamcha Bwana. Basi sikia kile Mungu anasema kwa watu wanamcha Bwana. Zungumza sana hapo mbele. Endelea. Nasema mbali kwa kila taifa, kila mtu umchaye Bwana na kutenda haki, yeye ukubalika na yeye. Amen. Hiyo ndio mstari wa 35. Sasa soma mstari wa 36. Mstari wa 36 unasema hivi: neno lile alilowampelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo, ndiye Bwana, in bracket, ndiye Bwana wa wote. Amen. Soma mstari wa 38 sasa. Enda rudi hizo zingine. Mstari wa 38 nasema hivi: habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Amen. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu basi tunasema vizuri sana. Vile Roho Mtakatifu alikuwa juu ya Yesu wa Nazareti. Kila mtu sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kwa nini anatajwa hapa? Maana ndiye alimtia Yesu nguvu. Ndiye alimwezesha. He anointed him with power. Ninasema hivyo, akamtia mafuta ya uwezo. Amen. Akaenda kuhubiri habari njema na kuwaponya walioonewa na shetani. Amen. Why do we need the power of the Holy Spirit? Kwa nini tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu? It is by the power of the Holy Spirit Ni kupita kwa nguvu ya Roho Mtakatifu that we will be relieved and we will be delivered from the power of the devil. ni kupita kwa nguvu za Roho Mtakatifu, sisi tutakuwa huru na kuachiliwa kutoka kwa uwezo na mamlaka ya If we Shetani. walk in the ways of God, Tukienda katika njia za Mungu, if we walk in the fear of the Lord, tukitembea katika kumcha Mungu, we will have this power. tutakuwa na uwezo huu. Go to Mark chapter 16. Ingia kwenye kitabu cha Marko. I want to show you something here. Nataka kuonyesha kitu hapa. For the power of the Holy Spirit to operate on you. Ili nguvu za Roho Mtakatifu zifanye kazi ndani yako. For you as a sister and a brother to have power, Wewe ndugu kama ndugu na dada kuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, you need to believe unahitaji kuamini that the Holy Spirit ya kwamba Roho Mtakatifu has come to empower you amekuja kukutia nguvu to overcome the evil. ili ushinde ubaya ama yule You mwovu. need to believe Unahitaji kuamini that you have power. ya kwamba wewe una uwezo. Amen. Bible says Biblia inasema in the book of Mark 16. kwenye kitabu cha Marko sura 16. Let's go there. I want us to read. Twende pale pamoja. Marko sura 16. We are reading verse 17. Tunasoma sura 17. Very fast. Marko 16:17. Mark 16 verse 17. Marko 16:17. You can read it because I know you are there. Biblia inasema hivi, Marko 16:17 inasema hivi, na ishara hizi, And these
shall follow them zitaandamana nao that believe. waamini. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ishara zitaandamana, zitawafuata, zitaonekana, zitafanya